Nimekusalimia katika jina la Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimeokoka. Naenda mbinguni. I'm Evangelist Martin Ndungu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Baba, katika jina la Yesu, nimekuja mbele yako asubuhi ya leo. Nena kupitia mimi. Nena kupitia huu ulimi. I cover myself with the blood of Jesus. And I cover huyu ambaye ananisikiza na damu yako Yesu Kristo. Mbariki everywhere in the world, in Jesus mighty name. Bless ambaye anafungulia hii video, mkumbuke siku ya leo, mpe peace, press on katika maisha yao Mwenyezi Mungu, the true faith, na uwaongeze faith in their heart, in Jesus mighty name. Nitumie, nena kupitia ulimi wangu. Twajifunika na damu yako Yesu Kristo. Na ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. My brother, nakusalimia katika jina la Yesu. Nimeokoka. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Ninamuinua huyu Kristo ambaye ameniwezesha kufika siku ya leo. Jambo hili ni linene na sana, maana Kristo ananielezea kuhusu gospel singers ambao wamemuasha Kristo na wameingilia secular music. Naye Kristo anawauliza, nyinyi ambao mumeasha gospel music, mumeingia upande mwingine na mumeingilia secular, na mkiwa na hasira sana. Kristo anaona mko na mauchungu moyoni, sijui ni nini mlifanywa. Kuna watu kadhaa Mwenyezi Mungu amenihesabia, sitaki kuwataja kwa video, lakini mko na sana vijana ambao wamekuwa wakihubiri injili, au niyaite young fathers, ambao wamekuwa wakimtumikia Mwenyezi Mungu kupitia gospel music. All of a sudden wamedecide kuachana na gospel music, waingilie secular. Naye Kristo anawauliza, kwa nini mmedecide kungoa masho yenu? Ni kungoa, yani Kristo anasema mumengoa masho, mmeyatoa. Mumengoa masho yenu na mmedecide kukaa namna hiyo. In fact, Kristo anasema nyinyi ndio mmedecide. The moment mliashana na the true salvation, mkaingia kwa hii secular music, mnaona kama ndio inaleta pesa mingi. Kristo anasema hiyo kitendo mlifanya ni kama kungoa, ni kuingiza kisu kwa masho na kungoa jisho na kulitoa. Hamuoni? Na hii kama mnaona vile mnaona sio hivyo, mlingoa masho yenu. Na Kristo alikuwa amewapea wokovu. You know, na kuna youth wengi sana walikuwa wanawafuata na wanabarikiwa kupitia hiyo gospel music ambayo mlikuwa mnaicheza, no matter how. Lakini Kristo anasema mliamua kuweka visu kwa masho yenu na mkangoa masho, hamuoni. Mmekuwa bride. Na anawapea opportunity ya kurudi kwake. Muwe mnasafu katika wokovu na murudi katika gospel music. Hii secular mnaona kama inawapeleka vizuri, lakini Mwenyezi Mungu ama Kristo anawaona, hamuoni. Hiyo ni la wanamuziki ambao wanacheza gospel music, ambao wamedecide kuachana na hiyo, wamerudi kwa secular music. Na in fact wanasema inaripa. Na Kristo anasema anaona kupitia vile mnaona. Lakini la ajabu ni kwamba asema mwajingoa masho, hamuoni. Anawasihi mumrudie na atawasamehe, atatembea pamoja nanyi na atawaweka vile alikuwa anataka na nyinyi. Na hii inahusisha vijana wengi ambao ni young fathers, ambao walikuwa wanamuimbia Kristo wakiwa namna hiyo. And God will bless you. Well, hili hebu sikia hii. Juzi hapa nikaenda kwa plot ya mtu fulani. Nilikuwa tu nilikuwa tu fulani ako na show ambayo ni ya shimo. Ile show
na si safi. Ikanibidi lazima ningeingia kwa show na ilikuwa usiku. Akanipatia torch ile ya kumulika. Nilishukua torch tu. Nikaingia kwa ile show ili niende nijisaidie. Lakini baada ya mimi kujisaidia, ilikuwa tu ni haja ndogo. Baada ya mimi kujisaidia, nikiwa na ile torch, nikawa namulika mpaka buibui zimejaza ile ya hiyo. Unaona ile buibui huwa zinajenga mahali ambao hasumbuliwi, zinajenga kiwa na a lot of dust. Lakini kulikuwa kumejaa mende katika ile show. Mende ile wakubwa, wanakaa inchi mbili, kubwa, wanono, wasafi. Sasa baada ya mimi kujisaidia hiyo haja nilikuwa naye ndogo, na hii show ni ya shimo, nikaanza kumulika kando, nikaona kumejaa mende. Kulikuwa na mende zaidi ya 40 zinatawala kwa ukuta, maana niliwastukia nikaingia kwa show, maana huko ni kwao. Sasa ile kitu hii nataka nikuletee hapa. Nilichukua hiyo opportunity kuanza kutesa zile mende. Ninaziagusha, zingine ninakanyanga, zingine ninaagusha kwa shimo, zinaingia huko ndani na ni futi sijui kadhaa. Ninastesa. Sasa Kristo akawa tu na mimi hapo. Na hapa ndio mambo inakujia. Sasa Kristo akaniangalia tu. Ananiangalia tu akiwa tu amenyamaza tu. Akaniuliza moyoni, dungu nikiuleka. You know, sikufikiria sana. Lakini ile jambo nilikuwa ninafanya kutesa hizo mende, nikiwa nimemulika na torch. Ninaona hii ninaikanyanga, hii ingine nairusha. Zile siko flat kwa hapa chini na sigonga na miguu zinaingia kwa ile shimo, zinaanguka ndani. Yaani nilikuwa ninazitesa tu. Kristo akaona ni kama sisikii. Maana aliniuliza, "Ni nini unafanya?" Akaona juu mimi siwezi ona usiku. Aliguza ile bulb torch nilikuwa naye pale mwisho, hiyo bulb. Akaiguza na kidole tu akaizima. Nilicheka tu kiasi nikitoka. Sasa nikiwa ninaangalia Kristo. Unajua hiyo kitu nilikuwa ninafanya si dhambi. Maana hizi ni si dhambi. Lakini nilikuwa ninastesa tu. Naye akaona juu wewe unastesa juu unaona. Na ninajua huwezi ona kwa giza. Akaguza ile bulb ikashomeka. Ama akaiguza ikazima. Ilizima tu. Sasa nguvu yangu ya macho ikafika hapo na nikatoka nikicheka. Sasa Kristo akawa moyoni ananiuliza, "Why, kwa nini unacheka?" Sikuwa najibu. Lakini nilishukua tu. Nilishukulia hilo jambo tu hivyo. Na nikatoka kwa show na nikaenda nikaingia kwa nyumba. Lakini kuna swali tu Yesu Kristo ananiuliza, "Kwa nini unacheka? Ni nini ya furaha hapo?" Sikujibu. Lakini ananifuata na maswali. Why? Now, nataka nikupe huu ujumbe hivi. Kristo anakuuliza, what's funny? You know, saa zile unachukua simu yako, unaingia mahali kuna picha za pornography. Anakuangalia tu hako hapo. Hakuna mahali Kristo hako. Maana neno la Mwenyezi Mungu lanielezea Mwenyezi Mungu ako. Huyu Mungu ako biguni, ako duniani na chini, ako kila mahali huyu Mungu. So mahali wewe uko, ako tu hapo. Sasa the moment unachukua simu, unafungulia video alafu unaenda YouTube unafungulia pornography. Wakati unaangalia ukiwa unasikia msisimuko kwa moyoni. Sasa naye Kristo anakuangalia, ako tu hapo. In fact ako tu hapo. Na wewe anakuangalia tu, anakuuliza, "John, Maina, Kamau, Jane, Philip, unafanya nini? Ni nini unafanya? Kwani uone aibu? Nini?" Sasa unajua kwa Kikuyu sisi kuna msemo huwa tunatumia tunaelezea, ukiona mtu anafanya kitu na unaona tu anaifanya tu kiujinga, huwa tunaelezea mtu tika wana wacha utoto. Sasa naye Kristo anakuangalia, maana yeye hawezi akakwambia uache utoto.
anakuuliza ni nini unafanya, unaangalia nini, what's funny. Yani na wewe unamwangalia na unaendelea tu na shughuli zako. Sasa naye Kristo anakuuliza ni nini unafanya. Hivyo ndivyo ninaona anafanya saa hii. Anakuuliza ni nini unafanya, kwa nini unafanya hii, anakuuliza tu. You know, huyu ni mtu umeenda hata compromising, umeingia na mtu kwa kukunywa chai, maybe ni mwanamke ama ni mwanaume, na unasikia tu una hiyo msisimuko moyoni. Mmekaa kwa hiyo hoteli na mmesalimiana, mmeshikana mkono na huyu mwanaume na huyu mzee na huyu mama, unasikia flow of love, mmetoana mahali na nyinyi si kapo. Ile kitu iko hapa ni kufeel mzuri, ni kusikia mzuri. Sasa wakati mnashikana mkono namna hii, unasikia mzuri, mpaka unasikia hiyo rafu ina flow kwa moyo. Naye Kristo anakuuliza nikiuleka unafanya nini sasa? Ni nini unafanya? Unaona? Ananiuliza Dungu, ni nini na mende? Ni nini unaiziuliza? Alafu ninaanza kucheka nikiondoka, naye analeta tu na mimi ananiuliza what's funny? Ni nini? What's funny? What are you doing? Sasa just imagine, na sio imagine, ni hivyo iko. Kristo wako hapo na wewe katika hii kitu unafanya. Anakuuliza what's funny? Ni nini? Wewe na wewe unacheka tu na unafurahia tu, unasikia ukiwa comfortable. Saa hiyo umeshika simu, umeingia umefungulia Fanangrafe, maana hii ni kitu ina trade siku hizi na watu wengi wanaifanya. Sasa naye Kristo anakuuliza what's funny? What are you doing? Yaani ako tu hapo na wewe. Ni vile huoni. Hata hafungi macho, amefungua tu macho. Amekuangalia na amesimama hapo na haondoki. Hata si malaika, yeye amesimama hapa anakuuliza what's funny? What are you doing? Unafanya nini? What's funny? Now inaenda kiwango hii. Umeingia tu a compromise, mumeongea na huyu jamaa, mumeongea na huyu mtu. Kwa muda umemruhusu maisha yako. Ameanza kuingia mambo machafu na wewe. Maybe mumeingia kwa gari na yeye. Mnaenda tu pole pole. Huyu mtu anakuwekelea mkono kwa mguu, anaanza kukuguza na wewe ni mama. Sasa naye Kristo amekaa tu na nyinyi hapo. Anakuuliza John, Jane, Maina, Martin, Revis, what are you doing? Naye unacheka tu, unaona you feel so comfortable doing this. Naye Kristo anakuuliza what's funny? Kwa nini unacheka? Unaona kama ni simple tu. I'm here. Kristo anakuambia I'm here. Ninaona ile siko bari na wewe, niko tu hapa na wewe. What's funny? What are you doing? Huyu ni mtu ambaye anafanya masturbation. Umeingia kwa kitanda huko peke yako. Umeanza hiyo kazi, umeweka sehemu yako ya siri, umeanza kuiguza. Kama ni mama ni kidole unatumia. Kama ni mwanaume unajua vile unafanya. Sasa umeanza masturbation na umeokoka. Sasa Kristo amekaa tu na yeye hapo. Hapo tu hapo na yeye. Sasa anakuuliza sasa ni nini unafanya? Unafanya nini? My brother. Unajua Kristo ndiye brother mkuu kwetu. Sasa anakuuliza sister, what are you doing? Hiyo ni nini unafanya sasa? We ni nini? Kwa nini unaonaje? Ni nini unafanya? Anakuuliza tu. Hiyo ndio maswali ambayo uko nayo moyoni. Sasa upande mmoja unasikia uzito wa Mungu na upande mwingine unasikia utamu wa ile kitu sasa wewe unafanya saa hii. What are you doing? Kristo amesimama tu hapo na wewe. Anakuuliza na anakuangalia. What are you doing? Unafanya? Sasa wewe unamwambia unafanya. Ebu fungua macho. Ondoa hiyo curtain unaona karibu na wewe. Ondoa hii curtain ya mawazo ambao unaona karibu na wewe. You know, Kristo wako hapo na wewe. Anakuuliza what are you doing? What's funny? Naye unamwambia, unaangalia upande mwingine, unaassume hakuoni. Anakuangalia na anakuuliza what are you doing? What's funny about this? You are masturbating. Is it okay? Unaonaje? Anakuuliza unafanya nini? Hauoni unafanya? Yaani amesimama hapo tu anakuuliza tu na haendi unafanya? Brethren, unafanya hesabu kwa ofisi. You are trusted in pesa ya watu. Maybe ni kwa shamba, maybe ni kwa kanisa ama kile kitu kingine. Sasa unafanya hesabu vizuri, unafanya balance. Huyu ametoa 10,000. Unaandika 900, unakataa kuongeza 0.1. Na unafanya balancing hiyo shilingi 8,200 na 100. Unasiweka kwa mfuko wako. Sasa umefanya balance.
Na unasimama unachukua ile pesa, unahesabu, unakuja 8,100 unasema na unaweka kwa mfuko, unasema nimepata sapa. Na Kristo anakuuliza, are you sure? Kwa nini umefanya hivyo? Yesu, why? Kwa nini unafanya hivyo? Anakuuliza tu. Mimi naona Kristo amesimama kwa watu wengi amesimama anauliza, kwa nini unafanya hii? Kwa nini? Haya. Unaona kama ni mchezo? Huyo, hebu fungua macho vizuri. Hebu acha msisimuko na usikie vizuri. Hebu hisi Roho Mtakatifu. Hisi Kristo huyu ako hapo naye. Anakuuliza, what's funny? What are you doing? Unafanya? Anakuuliza tu, unafanya? Unaona? Mimi nasubua mende hapa, anaona na mimi nacheza sana, anauliza, "Dungo, what are you doing?" Ni nini unauliza mende? Anaona nimezidi, anazima ile bulb ile. Sioni sasa tena. What's funny about this? What are you doing? Sasa nimeshukua miguu. Angalia hii. Ninapenda kutoa mfano na mambo ambayo nimeyapitia. Nikiwa tu nimeokoka, kuna madam tulikuwa tunaelewana na yeye. Hata nilipo nafikiri ni kabla sijaoa, tulikuwa tunajuana, nilikuwa namuuzia kwa duka fulani. Sasa baada ya kukaa muda mrefu, tukaja tukapatana nikiwa nimeoana, niko na familia. Nikawa ninakumbuka vile tulikuwa tunaelewana. Tulienda tunakaa na yeye, tugerenda kwa duka tukae na yeye, tuongee, story inakuwa mzuri, ninasikia so comfortable nikiwa karibu na yeye. Na unajua sikuwa nimeoa. Sasa baada ya mimi nikiwa nimeoa, tukaja kupatana kwa njia zetu hapa Nairobi, tukapatana. Na nikajua anaishi mahali fulani. Sasa siku moja tu nikiwa tu nimeokoka, nikiwa tu ninawahubiria hapa, nikiwa ninapita area ya kwao nikiwa na gari, nikafikiri ngoja niingilie hii njia, niende nione kama tutapatana na huyu sister karibu na kwao nyumbani, angalau tuongee mawili matatu. Sasa Kristo naye akaniuliza, unataka aende muongee na yeye for what? Sasa mimi nilipouza, nikasema si dhambi ninafanya, nataka tu tuonane tuongee mawili matatu. Unajua sasa issue ya kwenda kumtafuta tuongee mawili matatu ni kurudisha ile misisimuko ya vizuri nilikuwa ninasikia tukiwa vijana, lakini saa hii nimeokoka, nimejazwa na Roho Mtakatifu. Nataka tu nikasema tu ngoja nipitie hii njia ya kwao, nione angalau kama tutakutana. Na siwezi pigia yeye simu, angalau nione kama tutakutana mahali nje, akiwa kwa gate yao ama akiwa nje. Na ikawa tutapatana. Lakini angalia jambo hili. Kristo kabla nitoe signal niingie kwa hiyo njia, akaniuliza sasa, why, kwa nini unataka kwenda mwende muongee, mnaenda kuongea nini? Sasa unajua Kristo anatuona kwa kiwango ya kukaa maisha matakatifu, mambo ingine tusionekane naye. Mimi kuonekana na huyu mama tukiwa nimesimamisha gari yangu, amesimama kwa dirisha ya gari tukiwa tunaongea, it is unclean art kwa wale ambao wananiona na mbele ya Mwenyezi Mungu. Sasa Kristo akawa ananielezea the issue ya wewe kwenda kupitia hiyo njia uone kama utapata huyo mama. Unajua sasa ni mama mlikuwa wasichana, ili umpate mahali gate karibu na kwao wakuone, ama karibu na duka kwao wakuone, akuje usimame mwanze kuongea na yeye, akuje asimame karibu na gari yako. Ninajua hakuna dhambi mnafanya, ninajua hiyo, lakini that act ya yeye kukuja mpaka karibu na wewe na ni karibu na kwake, watu wataanza kusema na kuna mtu alikuja na gari na akakuja akaongea. Sasa the moment I decided to signal ili niingie hiyo njia, Kristo akaniuliza, for what unataka kufanya? Nikapuuza tu, nikasikia tu ninataka tu tuonane tuongea. Akaniambia hapana. Kristo ananiambia hapana, usiende. Usihuedi kufanya dhambi. Lakini hiyo issue ya yeye muende umpate hapo kwao, kwa duka, alafu muongee na yeye, usimamishe gari, muongee mzuri, muongee usikie tu mmeongea. Huu ni mwili unakusubua, maana unataka ile vile mlikuwa mnaongea mkiwa vijana, usikie huo uzuri. Kristo akaniambia hapana, hauendi kufanya dhambi, lakini unaenda kufanya kitu unclean act ya kusimama na huyo mama hapo, alafu hao watu wako area sikuwa ninaona wakuone, na ni mimi yule wa mwanzo kuelezea watu usicheze kutembea na mwanamke hivi, ni dhambi. Lakini siku hiyo tu shetani akaniambia usipite tu hapo, juu nilikuwa sina haraka, nikatoa signal. Sasa Kristo akaniuliza, why? Hapana, hiyo si mzuri. Mimi sometimes ninasema hii na kwa mdomo kubwa, dhambi ikikuja katika laini yako inakujaga in a very calm manner. Kristo ananielezea hii kitu unataka kufanya ni unclean. Akaona sisikii, nikamuelezea Kristo, I surrender my life to you. Ni vile tu nilikuwa nataka kumuona, tuongee tu.
Sasa Kristo akanionyesha the reality. Mahali unataka kwenda kumuona, hapo ndio anakaa. Na ukisimamisha gari muanze kuongea, wale watu wanakuona, watafuatilia wajue wewe ni mhubiri juu. Ni mahali nilikuwa ninahubiri injili nikiwa sina hii gari, sasa niko naye. Nilikuwa ninaenda mahali pale naweka mashini na hubiri. Sasa ukionekana na hao watu umesimama na hao mnaongea, watu hawajui kitu kingine. Wanajua relationship between mwanaume na mwanamke ambaye si one. Hawafai kuwa pamoja, hivyo unataka. Si nikajifanya tu. Unajua ile kitu Kristo alifanya. Na hapa ndio ninampenda. Na ndio anakuuliza what are you doing? Katika ile gari yangu ile gear hii kuna tunatibiri tunakuaga chini. Mahali hiyo miti ya kuweka gear iko, kuna tunatibiri hapa chini. Kristo alifungua hiyo kanati moja, akakaagusha mahali nikienda kuweka gari drive. Kuna fahari inafaa ilalie, kwa hiyo kamtaro ilalie. Hii kanati kalianguka kakakatasa gari kuingia drive. Ikakataa kusonga. Nikauliza kwani ni nini imetokea? Akaniuliza Ndungu, what's funny? Mimi najaribu kukuelezea hiyo kitu unataka. Hiyo kitu inakupeleka muonane naye muongee mawili matatu. Yenyewe unaniambia si dhambi lakini unclean. Maana wale watakuona, watajua umesimamisha gari na watasema it is unclean. Record yako iwe sawa. Sasa alipoangusha, alifungua hii kanati kakaanguka kwa hiyo kashimo. Kwenda hii gari nikiwa ilijitoa drive ikarudi nyuma kidogo, maana kanati kameingia pale na ikakataa kwenda. Nikajaribu kuweka, najaribu kurudisha, najaribu haiendi. Nikiweka reverse sawa, lakini ni mbele haiendi. Sasa nikauliza, Kristo akaniuliza, what's funny? Kwa nini ninakuelezea usikii? Mambo mengine kidogo ambao unaona kama ni mchezo, inakuigiza kwa mambo ambayo reputation yake si nzuri. Sasa I'm so sorry. I'm sorry. Na akaniambia, the moment hii gari nimekupea si ya kazi zingine kama hizo sasa unataka kufanya. Nimekupea hii gari. Na akaniambia hujafika kiwango hii ya kuwa na gari kama hii wewe katika ile maisha nimekupea. Lakini nimekupea kwa sababu ya huduma ambayo ninataka uhudumu. Sitaki uende kuniuliza maswali ninatafuta kanisa sioni sijui iko wapi. Unaenda mpaka ninakwambia ingia hapa. Sasa unataka kuitumia kwa ile njia ambayo sifurahii. Ndio nimefanya hivyo. So akanionyesha ile kitu amefanya, nikaona ile kanati mahali kameanguka. Nilijiona mjinga na Kristo tu hako tu hapa. Na niangalia tu ananiambia what's funny. Nikachukua kale kanati, nikarudisha mahali kanafaa, nikachukua screwdriver niko naye kwa gari, nikakasa na nikaambia Kristo I'm sorry, siendi hapo tena. Na uniwezeshe kusikia. Niliweka reverse nikapiduka nikaelekea kule nilikuwa naenda nyumbani. Now nikamuuliza kwa nini area hii maishani mwangu imenistukia tu na nikataka niongee na huyo mama. Maana wewe unashukua mwili wa mtu unapenda mambo ya aina hiyo. So be sensitive. Wakati unaona kitu moyoni mwako unasikia haitaki, moyo hautaki, washa kuifuatilia kupenda kuifanya, maana ni dhambi. What's funny? Sasa huyu ni mtu anafanya masturbation. The moment umeanza tu, Kristo anakuangalia tu anakuambia, sasa unafanya nini? What are you doing? Ako tu na yeye hapo, haedi, amesimama tu hapo na wewe. What's funny? What are you doing? Anakuuliza tu. Sasa ile kitu inanishangaza. Kristo anapenda sana dunia hapa, kufanya kazi hapa duniani. Maana biguni kazi yote iliisha na Mungu ni sawa. Bingu ni sawa. Hiyo yote imemalizika. Ile kazi imebaki ni ya watu kukubali kuokoka ili dunia ikifika mwisho, idadi ya Mwenyezi Mungu ikifika, aimalize dunia. Sasa ile kazi imebaki ni kukuita wewe na wewe na wewe na wewe na wewe anawataka. What's funny? Ni nini unafanya? Na Kristo amefungua macho na si moja, yote mbili anakuangalia anakuuliza, sasa unafanya what's funny? What are you doing? You know. Nampenda huyu Kristo. Paka wakati Biblia inatuelezea ukiangalia mwanamke umtamani ni dhambi. Naye Kristo anakuuliza, sasa unaangalia nini? Na hii ni kitu ninafurahia Mwenyezi Mungu. Wakati unaangalia jambo hivi unaona ninatamani hii. Kitambo urudishe macho, Mwenyezi Mungu anakunenea anakuambia what's funny? Unaangalia. Saa hiyo mara unaamuka.
tuko katika jane ya kupambana na dhambi ambazo ziko kila siku na sisi, lakini uamuzi wako wa kumtii na kufuata na kukaa kwa Kristo unatiwa muhuri na Mungu, maana uamuzi ni wako. What's funny? Well, Kristo anakuuliza what's funny? Ni nini unaona kama kuna raha hapo? Brethren, mambo ambayo itasababisha twende motoni watu wengi. Hata mimi nikikaa vibaya nasemaga, hata mimi nitaenda tu motoni. Nikikaa vibaya nitaenda motoni. Lakini tumepewa confidence na Mwenyezi Mungu ya kutosha. Hakuna wakati Mwenyezi Mungu ataruhusu majaribu ambayo yamepita imani yako. Never in life. Hataruhusu. So, kaa maisha matakatifu, umuone Mungu. Kaa maisha matakatifu, atakushidania. Mambo ambayo unayatenda siku ya leo yana umuhimu sana maishani mwako, ya nyuma na maisha ambayo unayaishi siku ya leo. Na nasemanga hii, mimi niko na gari moja, nyumba ambayo ninaishi, maguo ambayo ninafaa si mengi. Ni vigumu sana niweze kukula nyama ya kuku kila siku, maana hiyo pesa maybe inaweza kosa. Na kama saa hii tunaongea na wewe niakishe gari niende tu kwa barabara iharibike, itanibidi nisimamishe matatu niingie ili nirudi nyumbani na gari nipeleke garage. Kama ni kukula kitu mzuri, ni vigumu sana niseme saa hii nitakuwa ninakula hii na hii na hii. Pesa ya nyama kila siku siwezi pata. Tuseme tu kwa mfano namna hiyo. Well, kwa friji ambayo iko kwa nyumba yangu, vitu vingine hasiwezi pata. Lakini angalia jambo hili. Gari ni moja. Ikiharibika waingia kwa matatu. Unakataa wokovu. Na kuna huyu jamaa mwingine, magari yako zaidi ya 4. Anaishi mahali kama hapa kwetu Kenya tunaitanga Karen na Muthaiga. Nyumba yake ni ya milioni kutoka 70 na kwenda juu. Kila kitu anahitaji yako naye hapo. Akitaka kwenda na gari leo, ako na hii na hii na hii. Kuna jamaa niliona, alikuwa na suti zaidi ya 30, in fact 60. Viatu zaidi ya pair 60, hata hawezi kupiga rangi kwake. Anazileta kwa mtu wa shushaini akiwa ameweka kwa karatasi kubwa, zinakuja zinapigwa rangi, zinapakwa rangi. Sasa ule jamaa kwa nyumba yake hako na kila kitu. Kama ni hizo pombe mnasemanga kila kitu, nyama zote, nini, kila kitu yote mzuri niko kwa nyumba. Ati ukienda kwake mkiwa watu kama 20 mnataka kukula, hakuna kitu mtaenda kutafuta nje. Na huyu jamaa anakataa wokovu. Mimi nayo akagari moja kakiharibika hapa, ninazima niingie kwa makatu. Mimi mtu wa gari moja ni maskini, sio tajiri. Maana gari siku hizi sio comfort, ni necessity, niseme namna hiyo. Kamoja kakiharibika lazima niingie kwa matatu. Sasa naangalianga jambo hili kwa hii njia. Mimi nikose kuokoka na niko na kagari moja, maisha ya shida. Mkate siwezi pata ile ya bei mzuri kila siku. Ile vitu ambao ni mzuri siwezi pata wakati wote. Na yule ambaye anapata kila kitu na anakataa wokovu, alafu mimi nikatae wokovu na niko sina ya kutosha. Tunaliganisha na mtu ambaye anakaa Muthaiga, anakaa Ruda, anakaa hizo estates za matajiri. Ako na kila kitu na anakataa wokovu, na mimi naye nikatae wokovu nikiwa na ile mashida niko naye. Ufalme huu ni kama ni wa maskini. Hilo ni neno la Mungu. Ni gumu sana tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Akasema Yesu, ni kama vile uelezee ngamia iingilie katika ile tundu ya shindano. Mtu ambaye ni tajiri kuingia kwa ufalme wa mbinguni ni gumu. Sasa wewe na ni maskini, kwa nini inakushida? Issue ilikuwa hapa. What are you doing? Kristo anakuangalia vizuri hapo na haondokagi karibu na wewe. Kristo yuko. Hata kama humuoni, hako tu hapo na wewe. Kila kitu unafanya anakuquestion. Na ile kitu unafanya mzuri anakurecommend. Brethren, ni nini hii unafanya ambayo
Kristo akiwa amekuangalia, unajifanya unaangalia uso upande mwingine na unafunga macho. Ni wewe umuoni. Yeye anakuona, anakuuliza unafanya nini sasa? Ni nini unafanya? In a laughing manner. John, what are you doing? Mercy, what are you doing? Anakuangalia tu hapo. Na ananyamaza tu, na anakuuliza, kwa nini unafanya sasa? Ni nini unafanya? Hiyo kitu unafanya ina glorify Mungu. What are you doing? Unaamua lazima unyang'anya huyu mtu kitu. Unamuibia tu na unaona asifu ni fun. Naye Mungu anakuuliza, what are you doing? What's funny? Twendeni mbinguni. Ukitii na ukae vizuri kwa Kristo, Biblia inasema mema ya dunia Mwenyezi Mungu atakupa. Ukitii na ukae vizuri kwa Kristo, mema ya dunia utayakula. Tumeomba na mtu leo asubuhi, akanipigia simu kama 6. Nafurahia huyu Mungu. Nikaona huyu akiwa amenipigia simu hii masaa 6 something. Lazima kuwe kuna jambo la maana limetokea ama kuna shida fulani. Nikashukua simu. Na alikuwa mama. Akaniambia, unajua nimegojeka mimi. Hata saa hii tunaongea na yeye niko kwa hospitali. Nikamuombea, niliingia tu kumuelezea Mwenyezi Mungu amponye na nini. Baada ya dakika kama 10, nikaona malaika wa Mwenyezi Mungu akiwa ameteremka mahali yeye ako. Na nyama fulani, ilikuwa nyama fulani ya red. Hapa katikati ya kifua hapa hivi. Nikaona ameteremka na nyama fulani ya red. Nikaona sasa ile nyama ikiwekwa ndani yake na ile ilikuwa baya ikatolewa. Huyo mtu tukaomba na yeye. Alafu nikaona hapana, sikuomba vizuri. Sasa saa zile nimeona malaika ameteremka na nyama ya red ameweka hapo. Nikampigia simu tena nikamuuliza, umetibiwa? Akaniambia bado nangojea. Nikamwambia ngoja tuombe. Tukaomba na yeye sasa officially. Tulipoomba leo tu asubuhi. Leo ni Tuesday. Nafikiri 27, sijui 20 what. Tuesday. Tulipoomba na yeye. Na ilinibidi, in fact akipiga simu sikuwa nimeamka. Sasa wakati nimeshukua simu mara ya pili nikaa nimuombe. Naye Kristo akaniuliza, unaweza omba aje uombe mtu ukiwa umelala? Amka uketi uombe. Sasa niliamka, nikaketi nimuombe. Sasa nikaelezea Mwenyezi Mungu, huyo malaika nimeona akikuja ateremke katika jina la Yesu na aingie aponye huyu. Alikuwa hospitali tu mahali fulani ni Kiambu area. Na tukaomba, nikamwambia shika mkono ya kulia simu, wekelea mahali huko nasikia shida mkono wa kushoto. Tukaomba na yeye. Na hiyo mambo ikaisha. Baada ya 30 minutes nikampigia simu. Akaniambia, mhubiri, ananiitanga reverend isipokuwa mimi ni evangelist. Well, it's okay. Mhubiri, wakati tumeomba na yeye maombi sasa ya pili umeomba, nimesikia ushungu mwingi sana hapo. Na nikashikwa na kausingizi fulani. Unajua, ukiwa mwili unakuuma ni vigumu sana kulala. Nikashikwa na kausingizi fulani. Kisha akaniambia nikapigiwa simu na mama. Nikashukua. Bado tu ushugu ni ule, baada ya kuongea na mama nikalala tena. Sasa nikimpigia simu, akaniambia, unajua wakati umeniombea ile maombi ukasema malaika, nimelala alafu nikapigiwa na mama, kisha saa hii umenipigia. Unajua nimeamka na hakuna mahali ninaumwa. Glory to Jesus. Sio mimi. Ni huyo Mungu ambaye tunamwakilisha hapa duniani. Akaniambia saa hii ninasikia hakuna mahali inauma. Nikamuuliza sasa umepewa dawa? Akanielezea zile dawa amepewa, hata siku hazidhani kama alikuwa amemesa. Akaniambia sasa nataka nirudi nyumbani nipumzike mpaka jioni maana ninasikia nikiwa sawa. Huyu Mungu ambaye kila saa ninawaambia mambo yake. Na waintroducea huyu Kristo ambaye ninamwamini. Ni yeye yule alikuwa na mitume.
ile kitu iko hapa katikati, watu wamechafua huyu Kristo, wamemchafulia watu ushinira Yesu Kristo bisha. Unaona yule mtu ambaye anafaa kuwa na sifa mzuri ya Kristo ndani yake na ionekane na watu, anashoma picha wao shinabisha. Badala ya kuja represent Kristo vile ako yeye, ana represent na yeye na jiarifas. Leo mtu mkono masikio hii na iko inasikia mzuri na hii ingine inasikia shetani. Au ndio anasababisha Kristo aonekane ni kama 50-50. Wana mashina gira Yesu bisha. Wewe unamwakilisha Kristo aliye ndani yako. Alafu unaingia unasimama hivi kwa barabara, mama anakuja tu anasimama mbele yako, maybe mmegojea matatu. Unamwangalia na macho mengine, ina maana like that you desire, unamtamani. Na Kristo anakuuliza, "Ndugu, kwa nini unaangalia huyo mama namna hiyo? Kwa nini hii macho yako ya tamaa?" Kwa nini? What are you doing? Kwa nini unamwangalia hivyo? Naye mama akikuangalia ana make sure mnaangaliana macho, mnaangaliana na kunakuwa na hiyo flow of matamani. Na Kristo anauliza, "Why do you do this?" Sasa hii inanishangaza mpaka makanisani. Unaona, huyu ni mke wa mtu na huyu ni bibi ya mtu, huyu ni msichana na wewe si. You know you are saved person. Unaangalia mwanamke, ina maana like kudesire tu, unatamani tu, unaangalia mwanaume unatamani tu. Unaangalia msichana fulani akiiba hapo, unaangalia msichana akipita, unamtamani tu. Macho yako ikiangalia mahali mara moja hivi uone hakuendi vizuri, ama hiyo kitu umeona ni kama inaweza leta majaribu kwako, ukiangalia upande mwingine usirudishe macho hapo. Hiyo ni very possible na ni lazima uwe principled. Maana majaribu na mambo ya aina hiyo lazima yawe, lakini uwe principled. Ukiangalia tu hivi, na hapo ndio Biblia inatuelezea ile kitu unajua ndio inasababisha usikae vizuri kwa wokovu. Kama jisho ndilo litasababisha uende motoni, siling'olewe. It is physical, not spiritual. Kama kidole ndio inasababisha uende motoni, si katwe. Kama hii miguu ndio itakwambia uende mahali fulani na unajua si pazuri, sio mguu Biblia inasema ikatwe. Sasa kukata mguu huu, maana huwezi ukatwe, ni kuwa principled. Ni kuwa principled. Unasema hapana, hili jambo silifanyi. Hili jambo silifanyi. Well, na unakaa na unaamini hivyo na unafanya hivyo. Brethren, it is a matter of decision kufanya mambo mengine. Mengine about yanatupata ni matamu sana, lakini lazima uwe na principle ya kusema hapana, sifanyi hivyo. Hiyo uwe principled. Sasa naona mtu anasema, mimi nikikula na avocado huwa ninaharibikiwa na tumbo. Lakini ukiangalia hivi unaona iko sawa. Unaitamani sana mpaka ukijua. Na ukijua kabisa ukikula itakuharibikia, unakula. Kuwa principled. Ujue ukikula hiyo kitu inakuharibu, usiikule. Kristo anakuangalia hivi. Anakuuliza, sasa unafanya nini? Umedecide, nitatoroka kwa huyu mume niko naye. Na you know very well the decision umemake ya kumwasha mumeo. Na una decide. You know, juu account yako huko unaona iko na 1,100, unaona huhitaji Bwana tena. Sasa unaanza kuleta furugu. Sasa Kristo anakuuliza why? Unataka kuasha bwanako kwa sababu ya yule kidosho mwingine? Hata huyo ukienda kwake atakuwa kama huyu tu. Chain of lying inaendelea namna hiyo. Tujihadhari. Na dhambi ikiingia ndani ya mtu, kutoka ni gumu. Unaona wakati niliwaambia sufuria ikiwa na maji, kwa hiyo video ingine uweke Biblia, ushukue kamote fulani ya usharati uiingize du. Hiyo kuiseparate sasa kuitoa inakuanga ni ngumu. No wonder wala watu wananiambianga walifanya usharati ije. Mtu ananiambianga nilienda kufanya revenge mara moja. Sasa nimeshindwa kujicontrol. Hiyo kitu kama unaona kama ni mzuri, ukiendelea naye na ufanye dhambi, hakuna kurudi nyuma. What's funny? Kristo anakuuliza, what's funny? What's funny? Na Mungu awabariki. Sikia ni kitu ingine hii.
hilo jambo ambalo Kristo amekuelezea ulifanye, ama hayo maisha ambayo Kristo anakuonyesha uyaishi, na wewe unasemanga kuanzia kesho ndio nitaanza. Ukiwa umelala, ukiwa usiku, unasikia vizuri, kuanzia kesho nitaanza kufanya hili jambo. Lakini hiyo kesho ikifika, unasikia kuna ile weakness, ni kama unasema bado kesho. Kristo anasema upigane na hiyo spirit ambayo inakwambia kesho. Wakati ni sasa. Kuna watu wengi wamepewa huduma na Mwenyezi Mungu, na unajua Mwenyezi Mungu amekuwa akikunenea unaanza kufanya hii. Sometimes kuna mtu ataelezewa, simama na children's home hii, simama na jambo hili, toa pesa yako kwa huyu, toa pesa yako kwa hii institution, chukua hii, peleka kule. You know, kuna wakati mmoja na niliwaambia, nikawa naelezewa nipelekee mama shilingi 20 na alikuwa ananitusi. Hiyo kitu ambayo Mwenyezi Mungu ameweka ndani yako na anakuambia uifanye. For your information, Shetani amekulalia muda mrefu, na imepita muda mrefu ukiwa tu unaelezewa na Mungu. Saa hii Mwenyezi Mungu amekunyamazia, hakuongelezi kuhusu hilo jambo leo. Unajua ni nini? Ni kwa sababu anakuongelesha na haujachukua hatua ya kufanya. Please, the moment unakanyanga hatua moja nje, Kristo atafanya kazi na wewe. Anangojea ukanyange hatua moja nje. Na ninaongea na wale ambao wamepewa kazi na Mwenyezi Mungu, maana wengi wamwajijua na wengi mwanisikiza, wengi mwanifuata. Hilo jambo ambalo Mwenyezi Mungu amekuwa akikwambia ulifanye, unasemanga nitaanzia next week, nitaanzia next week. Kuna mwingine kwenda Bible school inaweza kuwa kwa wengine ambao wameokoka haina maana hawana huduma ile ya hali ya juu. Lakini kama wewe unasikia moyoni mwako kuna jambo linakuelezea jiunge, uwe Bible school, uwe na certificate. Leo hii huwezi pewa barua ama upewe cheti ile inakuaga ya kushirikanisha, ama ile certificate of marriage. Ukiwa na kanisa na hauna qualification ya yoyote, hauna masomo inaonyeshana, ni vigumu sana hata ukiwa na kanisa kubwa, ukiwa hauna certificate fulani, serikali kukupatia hiyo cheti. Lazima uwe unaonekana maybe umesomea hii. Hiyo ni kitu inahitajika siku ya leo. Brethren, hilo jambo ambalo Mwenyezi Mungu amekuelezea ulifanya na umekuwa ukisinzia kwa muda mrefu, wakati ndio huu. Hakuna mwingine unagojea asimame kwa pengo afanye hiyo kazi. Wewe ndiye Mwenyezi Mungu amengojea. How low you might be, chini unaweza kuwa, lakini huyu Mungu ndiye anamuinua Joseph kutoka kwa gereza, anamuweka mpaka second ama third in command. Huyu Mungu ndiye anamuona Saul akiwa ameenda kutafuta ng'ombe za punda za babake, anamfanya mfalme hata kabla hajajua, na akaongoza Israeli. Huyu Mungu, unaona, ndiye akatumana kwa nyumba ya Jisi ili Daudi apatikane. Huyu kijana ambaye alikuwa akilisha mifugo ya baba yake, ndiye Mwenyezi Mungu alikuwa ameona. Leo hii na wewe Kristo amekuona, na kuna kitu amekuwa akikunenea, akikwambia ufanye. Kristo ananiambia usimame uifanye. Saa hii ninaona nyota ambayo iko ndani yako ikiangaa, na ninasema hivyo maana Kristo ananielezea nifanye. Nilikuwa nimalize hii video. Saa hii ndio Kristo ananiambia nikwambie. Hiyo kitu amekuwa akikwambia uifanye, simama kuanzia wakati wa leo uifanye. Na ile hatua ya kwanza ya haraka na ile kitu unaweza fanya ili Kristo aandamane na wewe na akupatie nguvu ni kusimama. Maana maandiko yatuelezea, inukeni, amkeni muenende mkihubiri Injili, naye Kristo atawafuata na ishara na miujiza. Until you pray, hauwezi jua nguvu ya maombi ni nini. Until utoke nje, haujui maana ya hii ni nini. Now, sikieni hii na ninawaambia kwa ukweli. Na ninawaambia hii kitu kwa sababu ni ile kitu iko. Wewe ambaye unajidharau na umekuwa umeongozwa na ungeongeleshwa na Mwenyezi Mungu, wewe ndiye Mwenyezi Mungu anataka. Katika town hii tuko, mabishop wengi wamenyang'anywa kipawa na Mungu. Mapasta wengi wamenyang'anywa kipawa na Mungu. Maevangelist wengi wamenyang'anywa kipawa na Mungu. Maaposto wengi wamenyang'anywa kipawa na Mungu. Maprofeti wengi wamenyang'anywa kipawa na Mungu. Naye Kristo anasema, hizi vipawa siko within hewa ya Kenya,
na nimeziweka kwa watu tofauti ili wanihudumie, lakini na step ya kukanyanga hiyo ili waseme niende, wanashindwa na kuamuka. Angalia jambo hili. Mtoto ambaye unamlea, unamwekanga, unamsimamia, alafu ghafla polepole unamuondokea, atembee hatua 2-3 akikuja na kule huko. Unamuonyesha kutembea. Na wewe ambaye Mwenyezi Mungu amekupea kazi na amekuwa akikunenea, unaangalia upande, unajaribu, unaona, unataka, na sio tu kwa kanisa. Umesikia ni haujawahi, unasikia hiyo kitu inakukura moyoni, inakusukuma. Kristo anasema ushukue hatua ya kusimama na kuanza kutembea. Kristo akakuja kwa wanafunzi akiwa ametembea juu ya maji. Mmoja wa wanafunzi akamuuliza, nikuje? Akiwa na imani. Yes, akamwambia come. Akasimama juu ya maji. Na huyu mitume akaona hako sawa na akaanza kutembea. Within hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu, akawa na ile kitu tunaita tashwishi, tuitaka madhagania. Akawa imani yake imerudi chini, akaona hii ni kama si kweli. Alianza kusink, naye Yesu akamshika. Lakini ujue hii hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu alikuwa amezikanyanga juu ya maji. Alikuwa ameweza. Kristo anataka utoke ukanyange juu ya maji. Hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu. Ukienda kuanguka usikie kabisa ataanguka, atakushika mkono na atatembea na wewe. Yeye ndiye anakuambia toka. Kanyanga hatua ya kwanza. Unasikianga unataka kuombea watu, unaenda hospitali unaambia Mungu amesema. Hiyo ni ministry. Unasikianga unataka kuhubiri na kanisani hupeani ruhusa na hauna mashini. Toka hiyo uanze kuhubiri injili na mdomo uone akitendwa. Nimekuwa na hakuna mahali Mwenyezi Mungu atakuruhusu uende uweke injili hivi, hata kama uko peke yako uanze kusema the Bible say bila sababu. Iko na hiyo ndio effective. Na sisi wote si wahubiri. Kuna mwingine ambaye anatakiwa, ministry yako ni kama ya Dorcas. Angalia huyu mama anakufa hivyo, I'm not wrong. Paka watu wanasema alikuwa mzuri sana na arudi. Ministry yake ndio inaonekana. Alikuwa anafanya hiyo kazi. Brethren, naongea na nyinyi ambao mnaitwa na Kristo. Kuna gapu hapa ambayo Mwenyezi Mungu anataka uijaze. Na unaogopa. Amuka, usimame vizuri. Utembee na Yesu, uone maajabu yakifanywa. Halo, gobo kanyumethi, magegania meko thino matari monekana. Uamuke uone Mwenyezi Mungu akitenda makuu na wewe. There is no way. Huyu mama ameniita asubuhi tuombe na yeye. Nime practice the faith and what I have in me. Na yeye ananiamini. Halo, maana wakati wa kwanza kuonana na yeye ni institution fulani nilikuwa nimeenda kutembea. Yeye alikuwa ameelezea Kristo. Huyu tumeomba na yeye leo asubuhi. Huyu mhubiri ninasikiaga akiongea maneno. Na mimi sitaki kumtafuta na simu. Nataka uniletee mpaka hapa kwa ofisi yangu. Hii niko. Huyo mama ni msichana akawa na imani. Na nilipoenda katika ile institution nilimpata. Akaniambia, mhubiri, mimi ndiye nilikuitisha hapa. Faith is enough. Keep on girl. Hiyo imani uko naye ni ya hali ya juu sana. Na Kristo anakutumia kwa hali ya juu. Na especially inchi za nje mahali fulani. Inchi za nje mahali fulani. Sikia hii. Wewe ambaye unanisikiza na unaona kama hauelewi. Kristo anataka ukanyange hatua moja mbele. Hatua moja. Moja tu. Naye akiona utaanguka ndani ya maji kama yule mtume, atakushika. Nao bila kusimama. Hakuna vile. Unaona kuku unaifunga miguu siku 2-3 ikiwa imekaa mahali pamoja. Saa zile umeiashiria unaigoka teke inaruka inaenda inaanguka mahali, inajua tu imefungwa miguu. Unaenda kuishika haiwezi ondoka na umeifungua. Tunaelezewa tufunguke na tujue tumefunguliwa tufanye hii makasi ambayo Kristo ametupea. Usiangalie mazingira, usiangalie kanisani, na sio kanisani umeitwa. Kuna kasi mingi nje. Ona, unapatana na mtoto ni wa shule akiwa amerarukiwa na kiatu. Na for sure uko na hiyo 3,000 kwa mfuko. Ile kiatu tu unasaidia kwa duka umununulie shilingi 500 umpe. Aende. Sasa wewe wakati umepatana na yeye uko na tashwishi, ni kweli ama ni uongo? Ni kweli. Na let me say this. The moment Kristo analeta jambo fulani na maishani mwako ili umtumikie,
Inakujaga ikiwa inapita na anakuonyesha hii ndio hii, fanya. Wewe unaiashiria ukiuliza maswali. Ni kweli ama si kweli? Kama hii. Unapata mtoto akiwa amerarukiwa na kiatu. Na wewe unakuja kupitana na yeye. Sasa hiyo Mungu amekunenea. Ukipatana, ukiweza kununua kiatu patia mtoto. Unapatana na mtoto unamwangalia, unaona amerarukiwa na kiatu na anatoka shuleni. Roho nyingine inakwambia sininunulie huyu mtoto hii kiatu. Sasa huyo mtoto inabidi akupite ukijiuliza. Decision hiyo ya kusema goja, mtoto simama nikununulie hii. Hiyo decision ndio Mungu anataka. Sasa unaashiria huyo mtoto anapita, anaenda, alafu unaanza kuregret, nilifanya nini? Ungelifanya, lakini tashwishi ndio inasababisha usilifanye. Halo, huyu ni mtu amekuja kwa ofisi yako na hautamuona tena. Huyu ni mtu amekuja kwa maisha yako, hautamuona tena. Kristo anataka umhudumie kabla hajaenda. Fungua macho ya kiroho. Uwe sensitive. Uone ile area Mwenyezi Mungu anataka umtumikie. Na akipitisha hiyo area, akupitishie hapo, kuwa sensitive. Mimi naendaka town. Nakutana na mtu naelezewa na Kristo, alielezea huyu nataka hii. Ninamsimamishaga tu, namwambia habari yako nzuri. Nimeelezewa na Kristo nikwambie hii na hii. Ananiambia mtumishi umekuja at the right time. Nakumbuka moja nilimwongelesha, alikuwa amebaki kama 30 minutes, alikuwa anaenda kujiua. Unajua Mungu ananielezea ABCD. Alinyenyekea na akatii. Na akaniambia nilikuwa ninaenda mahali fulani na nilikuwa najua within the next 30 minutes ningelijiua. Lakini huyu Mungu ambaye amekunenea, unaweza fikiri tu umenena tu. Na nilimsimamisha tu town. Roho Mtakatifu akanionyesha yeye akiwa amefuatwa na shetani, muongeleshe hapa Nairobi. Na mpaka wa leo tuko marafiki. Na ako sawa. That golden opportunity. Utakutana na mtoto. Umepatana, nakumbuka msichana fulani juzi tu tukiwa na my daughter town. Kasichana kamesingirwa na wanaume wale wanatumianga madawa, wanakupulizia unakaa kama mjinga. Wanakuaga town. Nikakaona tukiwa tunafuka mahali barabara. Nikauliza Mungu, what am I supposed to do? Toa huyu mtoto kwa hii meno ya hao wanaume waine. Tulikuwa na my daughter. Nilimshika mkono naye mle msichana anajifanya na anaongea na hao. Ili nibidi nimuongeleshe kamwambia, wewe msichana, hebu hawa unajua tunaongea tukitembea hapo River Road. Mwambie hawa wanaume unaongea na hao waine. Wanatumianga madawa. Utajipata kwa lodging ukiwa hauna nguo na wamekurape. Hao mnatembea nao. Mungu ananipea ujasiri wa kusimama katikati ya hawa wanaume na huyu mama. Mpaka msichana wangu akabaki akicheka. Na huyo msichana akaniangalia, akaona ni kama ukweli. Niliwafuata mpaka mahali walikuwa wanaenda mpaka nikaona wamemwasha. That opportunity ambayo unapewa na Mwenyezi Mungu ya kumtumikia, inakujaga slightly. Unaona ni kweli ama si kweli? Ni kweli. Usipoitumia utajibu Mungu, maana amekupea opportunity. Unakutana na mtoto, unapatana na mtu akiwa amepotea. Unasema furthermore, mimi sitamsaidia, na unamwacha na Mungu amekupea kibali ya kumuona umsaidie. Unajifanya humuoni. Nikimaliza hii. Wakati mmoja mzee fulani ninajua hapa Nairobi, akiwa pilika zake Nairobi Mathare, Huruma, akapatana na msichana akiwa amefukuzwa na baba yake juu amepata mimba. Huyo mzee alimchukua akamweka kwa nyumba yake na akamtreat mpaka akapata mimba. Baada ya muda mrefu, huyu msichana walienda wakaelewana na baba na akapelekwa akawa nurse, akasomea hiyo. Wakati mmoja huyu mzee akiwa anataka kuuawa na bibi, maana alikuwa na bibi wawili. Huyu mzee akagojeka akapelekwa hospitali fulani Kenyatta. Akiwa amelala kule. Ule bibi mkubwa, maana alikuwa haelewani na ni tajiri, akakuja akapea daktari shilingi 1300 ili amdunge huyu mzee shindano akufe. Sasa huyu msichana huyu ambaye alikuwa amemsaidia akiwa amefukuzwa, akawa anasoma majina ya watu maana ni nasi huko. Akaona so and so. Akafikiria angalie tena, akaona najua anakuwa kwa mesa ya daktari. Akaona so and so ndiye ameplaniwa kuuawa. Ngoja niende nione hiyo jina ni nani. Alipata ni yule mzee alimsaidia akiwa amefukuzwa na babake, akiwa amepata mimba. Saa hii ni nurse.
Akamwambia suwe ni so, bibi yako amepeana pesa hapa uwawe. Usilale leo maana shindano utapigwa masaa ya jioni, daktari akikuja Saudi ya sijui saa ngapi. Usikubali kulala hapa Kenyatta leo, ilikuwa ni asubuhi. Huyo mzee aliita watoto wake wale wa bibi huyu mwingine. Wakasema haraka akapitishwa hiyo na akatolewa hiyo hospitali akapelekwa ingine. Aliokolewa na nani? Yule msichana alimsaidia akiwa amefukuzwa na babake juu ya kupata mimba. Saa hii ni nurse. Wewe huyu ambaye unasaidia, huyu ambaye ameletwa mikononi mwako na Mungu, anajua. Amkeni mfanye ile kazi Mungu anawaitia. Na hii mambo mingi mnaona inaendelea haiendi vizuri. Reliable ni nyinyi. Maana mmepewa kibali hamsi. Wewe unanenewa na Mungu kila siku na unauliza tu maswali. Mnapigia simu kuniambia ni Mungu amenena. Ndio. Leo asubuhi umenipea message mrefu na yeye ni mama. Kristo anasema unafaa kuingia kwa uwanja ambao unachezewa mpira, utayarishe upande nyazi vizuri. Nitakuongelesha hiyo kwa mitandao kado. God bless you. Nyinyi ambaye mmeitwa na Kristo, mmelala sana na Kristo atatumia nguvu kuamsha. Na sitaki mimi hapo. Singependa muamshwe kwa nguvu. Lakini hiyo opportunity hiyo kitu ni Mungu, ni yeye. God bless you. Evangelist Martin Ndongo. God bless you. God bless you. 0721 735 498. Communicate na mimi. Hiyo namba ya Safaricom. Telecom ambayo ni WhatsApp 0774 297055. And God will bless you. Ejiri iendelee na Yesu awabariki. God bless them all. God bless them all. God bless us all. God bless us all. Baba, hawa ambao wanasimama na mimi wabariki katika jina la Yesu. Na ukinitumia message ama unitumie kitu tu ya kusimama na mimi, andika ka message baadaye kwa namba zangu moja, uniambia I'm so and so na nimeweka hii. Ni save jina na nikutumie message. I appreciate in Jesus name. God bless you all in Jesus mighty name.